Hujambo na karibu msikilizaji mpenzi wa kituo bora cha matangazo, ni kukaribishe kututegea sikio kupitia mitabendi yetu, na huwapa kwanza muhtasari wa habari zetu ambazo tumekwenda kuandalia siku ya leo. Umoja wa jamii kwa ajili ya ukingo wa mtoto mjini Baraka, RECOPE kwa kifupi katika Kifaransa, umehimiza wazazi kutuma watoto wao. Hiyo ni kutokana na kushuhudiwa kwa walimu kurudi mashuleni kwao. Na huko Fizi ambako vuguvugu la wananchi machozi ya raia MCMR katika tarafa la Fizi lataja hali mbaya inayoendeshwa na baadhi ya shirika za kihutu wakati wa kuajiri wafanyakazi katika shirika zao. Na huko ndani ya sekta Yangangia ni kwamba shirika la wananchi wa Kongomani Sosiko RDC kwa kifupi katika Kifaransa ipatikanalo ndani ya sekta Yangangia kijijini Sebele tarafani Fizi limetoa wito kwa serikali ya taifa, mashirika ya kiutu, viongozi mbalimbali kutokana na kuharibika kwa madaraja mbalimbali ya sekta ya Ngangia na tarafa la Fizi. Tutakuwa pia na habari za huko Masisi, lakini pia na huko Kinshasa. Mpenzi msikilizaji, ni kuombe kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Kama nilivyokujuza katika vichwa vyetu vya habari, mpenzi msikilizaji, ni kwamba umoja wa jamii kwa ajili ya ukingo wa mtoto mjini Baraka, RECOPE kwa kifupi katika Kifaransa, umehimiza wazazi kutuma watoto shule. Hiyo ni baada ya takribani wiki 3 ya walimu wakiwa kwenye mgomo wa kidai mishahara yao ya miezi 3. Ni nini wito wa RECOPE baada ya walimu kuanza kazi za shule siku ya kwanza ya tarehe 23 Februari mwaka 2026? Ngena Saidon Gisle, mwenyekiti makamo wa RECOPE, anaangazia mengi zaidi. Ni kuitisha wazazi wote, kuhamasisha wazazi warudishe watoto shuleni, kwa sababu kunakuwa na wazazi ambao hawafati redio, hawana simu kubwa ili wapate kabisa habari ambazo zinaendelea katika mji, au wanaposikia tu kwamba walimu wamegoma wanawachukua watoto na kuwaingiza kwenye kazi zingine, na wakati masomo wanatoka kwenye mgomo, wengi wanakwenda kusahau kwamba watoto wana haki ya kusoma na masomo yamekwisha kuanza. Ni hapo tunakwenda kuwahimiza tu wawahimize watoto wetu kwa kuwarudisha kwenye shule, pia bila kusahau pia kupongeza government yetu, kwa sababu kila mara inakwenda kuonekana kwamba walimu wanakwenda kuingia kwenye mgomo kulingana na hali wenda ya kutokulipwa mishahara yao, kuchelewa kwa mishahara, mishahara imeibiwa, imekuja lakini imeibiwa, sijui government imekwenda kuaidia walimu kuongezea mishahara, lakini ongezeko la mshahara alionekani, na hivyo napelekea walimu kwenye hali ya kugoma. Tukifikiria ni kwamba ni miaka 3 hivi sasa tunaona kila mwaka walimu wanagoma, na hiyo inakwenda kuwa ni hali ambayo haipendezi. Kwa hiyo government kuwalipa walimu ili watoto wetu wasifanye ile ambayo inaitwa année blanche ni vizuri zaidi, na ni jambo la kupongeza, japokuwa nchi iko katika misukosuko.
Vuguvugu la wananchi machozi ya raia MCMR katika Kifaransa tarafani Fizi la taja hali mbaya inayoendeshwa na baadhi ya shirika za kihutu wakati wa kuajiri wafanyakazi kwenye shirika zao. Ngena Saidon Gisle na ripoti kamili. Mwenyekiti wa vuguvugu hilo la wananchi MCMR ameonyesha kwamba hali hiyo yachukiza zaidi raia wa tarafa la Fizi kwa kutupiliwa mbali wakati wa shirika kuajiri wafanyakazi, ikiwa kihalali shirika linapo ajiri la ajiri 50% ya wafanyakazi watakaotumika watoto wa eneo hilo. Angale Isanganino Bwangyo ameeleza siku ya kwanza ya tarehe 23 Aprili 2026 chukizo lao. Kweli ya gisi tunaona na tunakonstate sana, vraiment tunaona gisi ma ONG zenye zinaingia au organisation non gouvernementale gisi zinakuja, vraiment zinakuya na modalite kwanza ya bien ya kufanya recrutement kubatu. Banaanza kwanza avide donc de offre, kwanza wanatia offre zabo, mais zile offre zenye wanatumikisha watu ma interview. Après moi ile interview kumaliza ou ile test, ujakuta wale watu wenyewe wanatumika test, akutakuwa mwenye atakuwa organize ube mwenye atabeneficie mwa ile test, utakuta engagement na yote itatoka ailleurs par rapport ya wale watu wenyewe wanatumika test. Donc watu wenyewe biko mwa ile niveau lokale yenyewe wanatumikisha zile test. Ndugu mtangazaji, ile ni kweli, ndio tunaona makonsta zenye organisation non gouvernementale zimoja zinatumika vile. Ndio ndugu mtangazaji, sisi tulishawahi kuwafikiria na kuambia, na tutachoka na kuambia kwa sababu hiyo ni kazi yetu. Tutachoka na kuambia tena, tutaendelea tuna kuambia waachane na tabia kama na wakifanyisha test mu milieu local, il fallait ba engager bale batu tu benye banatumikishwa test mu milieu local. Ile ndio yenyewe tunainsiste kwao na tunabafikiria sana. Ujumbe wangu mimi ni vema sana maoni zenye zinakuja mu niveau ya territoire ya Fizi au vile ya Baraka, ni sherti wasio wanaangaje batu benye banatia pembeni, na hata keke tunayua mu vile ya Baraka mu territoire ya Fizi muna wa specialiste wa ile ma departement yenye wanakuja nayo, kama ni ma departement yenye technicien informatique biku mundani donc watu wenyewe wanafanya agronomy biku mundani, ma departement zote zile ziku. Donc kini yetu sisi au ombe yenyewe tunaweza lomba recrutement yenyewe itakuwa inatumika ikuwe ma niveau local, na wale watu wenyewe wanatumikiwa test mu niveau local ndio wanastahili bakuya engagé pale mu niveau local. Hapana test inatumikwa mu niveau local, engagement inakuya ingine fasi. Kama sisi shirika la raia ile jambo hatufurahie na hatuhitaji kabisa, ndugu mtangazaji. Asante mwenzangu Ngena Saidon Gisle kwa ripoti yako hiyo. Na huko ndani ya sekta ya Ngangia na habari semazo kuwa shirika la wananchi wa Kongomani Sosiko RDC kwa kifupi katika Kifaransa lipatikanalo ndani ya sekta ya Ngangia kijijini Sebele ndani ya tarafa la Fizi limetoa wito kwa serikali ya taifa, mashirika za kiutu, viongozi mbalimbali kutokana na kuharibika kwa madaraja kadhaa baada ya mvua kali zilizonyesha tarehe 22 Februari mwaka utunao. Kulingana na muundo huo wa kirahia, madaraja yaliyo kwenye maeneo ya barabara ya Lolemba na Ndolo pamoja na sehemu ya Misese kuelekea mkoa wa Manyema yalipelekwa na maji ya mvua hizo, hali inayosababisha usafiri mgumu kwa raia wa eneo hilo. Sosiko RDC kupitia kiongozi wake Enyambwe Mkumu ameomba ujenzi wa haraka wa daraja hizo ili kuweza kurahisisha mawasiliano yaliyo bora. Tuwe huko Uvira na habari semazo kuwa mpaka kati ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi umefunguliwa rasmi tangu siku ya Jumatatu tarehe 23 Februari mwaka utunao, baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi miwili. Ripoti yake Daniel Faizi pa Uvira yasomwa studioni naye Ngena Saido Gisle. Ni kwamba baada ya miezi
miezi miwili ya mipaka ya Kongo na Burundi kufungwa. Hiyo siku ya kwanza ya tarehe 23 Februari mwaka wa 2026 mipaka imekwenda kufunguliwa huko kwenye mpaka wa Kavimvira kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi imekwenda kufunguliwa. Wafanyabiashara pamoja na wachukuzi wameanzisha kazi bila mashaka, ikiwa viongozi wa Kongo katika jimbo la Kivu Kusini wamekwenda kuhakikishia raia kwamba mipaka hiyo imefunguliwa bila shaka, huku wakiomba raia kutimiza kazi zao na kuwa na uhakika wa usalama bora unaotimizwa na nchi hizo mbili kwenye mipaka kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi, ikiwa usalama wa kijeshi wafanyika bila mashaka. Tukumbushe kwamba mipaka hiyo imefungwa wakati wa usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia vurugo na mtafaruko ambayo imekwenda kuendeshwa na wasi wa M23. Naam, asante kwa mara nyingine tena mwenzangu Ngena Saido Gisle. Tujielekeze huko Masisi na habari semazo kuwa hali ya usalama mdogo yashuhudiwa ndani ya kijiji cha Rubaya tarafani Masisi jimboni Kivu Kaskazini baada ya mapambano makali kuendeshwa nalo jeshi la taifa FARDC pamoja na wapambanaji wazalendo zidi ya wahasi wa M23 na AFC. Kwa mujibu wa duru tunazo ni kwamba silaha nzito nzito na zile ndogo ndogo zimesikika maeneo hayo ya uchimbaji madini tangu asubuhi ya saa 9 siku ya pili ya tarehe 24 Februari mwaka 2026 na kusababisha hofu kubwa kwa raia, hali ambayo imepelekea raia wengi kuyahama makazi yao. Kwa upande wa shirika la raia la mahali limeomba ukingo wa ziada wa raia wanaoelekea mjini Goma. Tusitishe habari zetu mpenzi msikilizaji kwa siku ya leo. Huko Kinshasa, chama cha kisiasa Ensemble pour la République chake Moise Katumbi Chapwe kimelaani vitendo vya uharibifu vilivyofanywa dhidi ya makao makuu yake huko Chanku katika manispa ya Kimbaseke ni mjini Kinshasa. Mengi zaidi naye mwenzangu Miambo Bulimwengu. Naam, kwa mujibu wa Radio Kapi, Mike Mkebai Nkonso, mratibu wa chama hicho katika jimbo, vijana wanaodaiwa kuwa wa kundi la Force du Progrès linalohusishwa na UDPS walivamia jengo hilo usiku wa kuamkia Jumapili na kuharibu mali kadhaa. Mike Mkebai anasema hali ya chuki za kisiasa inaongezeka jijini Kinshasa. Anashutumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa kutokufanya lolote kudhibiti matukio hayo. Anadai bango lenye picha ya Moise Katumbi ndilo lililosababisha hasira za washambuliaji. Chama cha Ensemble pour la République kimetangaza mpango wa kutembelea mabalozi na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu ili kulaani vitendo vya kutovumiliana kisiasa. Kwa upande wake, Gustave Lutamba wa UDPS amekanusha shutuma hizo na kusema wapinzani wanatumia tukio hilo kuchochea mvutano wa kisiasa nchini. Asante mwenzangu Miambo Bulimwengu kwa ripoti yako hiyo. Na mpenzi msikilizaji, ni hapo ndipo tumetamatisha habari zetu kwa siku ya leo. Niwashukuru wenzangu wote walioshiriki kwenye meza ya uhariri ili kuweza kuandalia habari kwa siku ya leo. Mimi ni Lebo Esau Heremane, upande wa pili umeshikiliwa naye Inosa Kaluta Mujango, na kuaga nikisema kwaheri.